Wewe ni Mungu mkuu. Tunaona ni vema tuliinue jina lako. Nafasi hii uliotupa mchana wa leo, tukuone wewe uwe yote ndani ya yote, mtetezi wetu, muumba wetu, baba yetu. Na kuomba Bwana utamalaki wakati huu, kila mmoja akutane na sauti yako, umjenge na matumaini ya kukuona wewe Mungu, kwa sababu sisi tupo kwa ajili ya wewe kusifiwa na kutukuzwa. Lihimidiwe jina lako Mungu. Kwa Yesu Kristo tuombe na kushukuru. Amen. Tukae. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana asifiwe tena. Nasikia nina raha kukaa mbele yenu ili nipate kuzungumza kwa yale ambayo Roho ataniongoza. Kabla sijaanza kusema, nilikishajitayarisha. Kwaya ya Sanawari, sijui mko tayari? Kwaya ya Sanawari, njoo tuimbe wimbo mmoja, na atakayejikuta anazama nao wimbo azame kabisa bila kujificha. Kwaya ya Sanawari ni wimbo wa namba 58, tenzi za rohoni, lakini si ile sauti mlioizoea. Na halafu kiimba uimbe kwa uchangamfu na furaha, ili hata aliyeko huku aanze kutujoin, kwa sababu uwepo wa Mungu uko hapa. Haleluya. Wimbo wenyewe ni mwamba wangu, lakini kuna ndugu zangu wengine walitafsiri kwamba ni mwamba wangu wa nini? Wa kale. Yaani huo toka kuumba kwa dunia, toka Mungu alipotamka neno iwepo, ndiye mwamba wetu. Kwa hiyo kwa sauti, mwamba wangu wa kale, nijifiche kwako wewe, maji na damu yako toka rohoni mwako, unisafi kwa unifanya mshindi, unisafi na dhambi, unifanya mshindi. Sasa Askofu Chea ataanza mwamba wangu wa kale. Nafikiri mnajua mwamba wa. Are you ready? 3. Mtaimba kibeti cha kwanza na cha pili tu, kile cha tatu mwamba wangu imara, wako nitajificha, maji hayo na adabu yaliyotoka humu, unisafi na dhambi, unifanya mshindi, unisafi na dhambi, unifanya mshindi. Kwa kazi zote pia zitimize sheria, ijapo fanya bidii, nikiliana na kudhi raya heshima makosa, iwe wangu okoa, haya ishi makosa, ndiwe wa kuokoa. Sasa kibeti cha tatu mnaimba pole pole ili ingie ndani. Haya,
sina cha mkononi, naja msalabani, ili tupuni nivike, nishike, nimtafuna jani, nioshe nisijafaa, ili tupuni unayanaja, nioshe nisijafaa. Hallelujah. God is good. God is good. And all the time. Mungu ni mzuri sana. Kwa nini nimeimba? Kwa nini tumeimba wimbo huu? Nakubali wana wa Mungu tumeokoka. Tena kwa neema ya Mungu tumeokoka vyema. Na hata mtu akikugusa sasa hivi, nadhani hakuna anayeweza kusema hapana, mimi sijaokoka. Wewe ukija kwenye saiti ya Mungu, Mungu amekuandika katika kitabu chake. Kwa hiyo wewe umeokoka kwa neema, na wewe lazima msimame katika kiatu chako cha wokovu katika Kristo Yesu. Amen. Tangu umepata wokovu mpaka sasa hapa ulipo, ni majaribu mangapi? Ni viunzi vingapi umeviruka? Ni vibano vingapi vimekuwa karibu na wewe? Ni vingi hata kuvihesabu huwezi. Na katika maisha haya yako uling'ang'ania wokovu. Haleluya. Umejaribiwa, umeteswa, umepitishwa, lakini hukujaribu hata wewe kusema wokovu na uacha. Bwana Yesu siwetu, ulikiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya. Sasa basi, katika maisha haya, nani aliyekuzingira? Nani aliyekufunika? Nani aliyekubeba? Nani aliyekutia moyo mpaka umefikia hatua hii? Leo mchana kuna watu walikuwa wanatoa ushuhuda juu ya wanapojaribiwa katika familia zao, kwa wake zao, kwa maisha yao. Mnajaribiwa, mnateswa katika miili yenu, lakini hakuna hata mmoja aliyesema nimemwacha Yesu. Je, aliyekufunika ni nani ikiwa sio Yesu? Ni nani? Yesu. Ndio maana nimesema huu wimbo nimeuimba makusudi na ndugu zangu wa Sanawari. Mwamba wangu wa kale, mwamba wenye imara, nijifiche kwako wewe. Haleluya. Utajificha wapi uwe salama ikiwa hutakuwa umefunikwa na umebebwa na ule mwamba ambao ni imara, ambaye ni Bwana Yesu? Ni wapi? Una ujasiri wa kusimama, una ujasiri wa kukaa mahali ukatafakari, sema nilivyo mimi, mwamba wangu ni Yesu. Haleluya. Na huwa kuna vijana wengine wanasema mwamba ni Yesu. Sawa, lakini unaimba tu au hakika umekaa chini ya mwamba ambaye ni Yesu amekufunika? Nikikusimamisha utoe hesabu ya yale uliyopitishwa, umeugua mpaka wakati mwingine wakasema huyu anakwenda, lakini Mungu akakurudisha. Mwamba ni Yesu. Umehukumiwa, umejaribiwa, hata wengine wakakuweka mahali ambapo hata hujafanya. Wengine wanatamani ufungwe, wengine wanaona wivu, lakini hata wenye wokovu, unajua kuna wengine wanaona wokovu sema huyu ameokoka, ngoja ataona cha moto, atakipale. Yani kuna raha, huoni amani. Lakini katika mwamba uliojificha, ni nani aliyekufunika? Ni Yesu.
Kwa hiyo mwamba wangu watoka zamani, ambaye wewe unamfahamu na mimi namfahamu, na ndio maana nimesimama kwa miguu yangu na wewe umesimama kwa miguu yako, na utaendelea. Usikate tamaa kusema mwamba wangu ni Yesu. Haleluya. Katika umri ulionao, tangu umemjua Yesu, ingekuwa ni kukata tamaa bila Yesu, ungekata tamaa. Hata katika ajira zako ulizopitia, katika kustahafu kwako, katika kulea nyumba yako, hata katika maisha kukaa na watu, katika huduma ulioitiwa, usingekuwa na Yesu ambaye ni mwamba wako, usingetoboa. Natamani na wewe ujifike chini ya mwamba ambaye ni Yesu. Haleluya. Nayasema haya kwa sababu watu wa Mungu tunajisahau. Ukisha kufanikiwa moja, ukisema haleluya, ukifika mbele unasahau kwamba ulipitishwa mahali. Wakati mwingine umefanikiwa, Mungu unamshuhudia kabisa, Mungu amenipitisha, lakini unamzungumza. Au una ile wanasema umetaharuki, unasema tu, lakini ukisha kukaa nje ya line unaanza kusahau kwamba yote uliyofanikiwa nayo, yote uliyovushwa nayo, ulikuwa chini ya mwamba ambaye ni Yesu. Mwamba Yesu kwako, mwamba ni Yesu kwako, hakuna mwamba mwingine. Acha miamba hii ya mawe, acha miamba hii wanajidai Marekani wana nguvu, acha Warusi wapigane wanasema ni miamba. That is nothing, kwa sababu wote hiyo miamba kwa Yesu hawana kitu. Ndugu zangu, mnanielewa? Watu wametunisha misuri, hata wakati mwingine wanakuzomea, wanakukashifu. Yani ni mwamba ule unaoletwa na shetani wa kivuli kama cha sinema, ili urudi nyuma. Na waomba jifiche chini ya mwamba, atakutetea yule aliye mwamba wako, Yesu. Naomba niombe kijana wangu asome mistari fulani ambaye itatutia moyo. Maanake nimejitayarisha, sio kwamba nimekuja tu, tumejitayarisha. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kumbukumbu la Torati, soma Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 4. Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema yeye mwamba kazi yake kamilifu. Haleluya. Yeye mwamba, Mungu wetu, kazi yake ni nini? Sema kwa bidii, kazi ya Mungu ni kazi ya Mungu yeye kwetu, kwa ajili ya makusudi yake na kwa ajili yako ni kamilifu, haina mapungufu. Haleluya. Endelea. Kazi yake ni kamilifu, maana njia zake zote ni haki. Mungu wa uaminifu, asiye na uovu, yeye ndiye mwenye haki. Haleluya. Haki ya Mungu ndiyo ikusimamiayo. Uadilifu wa Mungu, Mungu hapigi chenga. Yeye ameamua kuwa mtetezi wako, mwamba wako, na yeye analisimamia neno lake. Kwa hiyo umesimama kwa mtu au umefunikwa na mtu na Mungu aliye na msimamo katika Yesu Kristo. Amina. Usiteteleke, kwa sababu msimamo wa Mungu una makusudi kwa ajili yako. Alikuumba kwa mfano wake, hawezi kukupoteza. Shetani anajileta tu kwa sababu alishindwa, lakini msimamo wa Mungu juu yako ni ule ule. Hata atangetange shetani akunyanyase, simama katika ahadi zake. Amen. Tuendelee.
Amen. Bwana asifiwe. Tunaendelea kutazama juu ya uweza wa Mungu kama mwamba kwetu. Mtu mwingine aliyemtambua kama mwamba Mungu wetu, kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 2 mstari wa kwanza, nasema wa kwanza na wa pili, japo tumelenga wa kwanza. Tunakutana na maneno haya: naye Hana akaomba akasema, moyo wangu wamshangilia Bwana, pembe yangu imetukuka katika Bwana, kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu, kwa kuwa na ufurahia wokovu wako. Mstari wa pili, hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote ila wewe, wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Amen. Ukitaka kusimama katika mkono wa Mungu, ni lazima utamke kwa ujasiri kama yule mama. Hakuna aliye mwamba wako, hakuna atakaye kwenda kinyume na wewe, kwa sababu aliye na makusudi yako ni yule Mungu aliyekuumba kwa mfano wake mwenyewe. Hawezi kukuacha ukanyanyasika. Ndio maana wewe ukisema Mungu, wewe ni mwamba wangu, Mungu anakuatamia, Mungu anakulinda, Mungu anakufunika. Haleluya. Amen. Warumi 9:33. Warumi 9:33. Kama ilivyoandikwa, tazama naweka katika Sayuni jiwe likwazalo, na mwamba uangushao, na kila amwaminie hata tahayarika. Haleluya. Tunapojenga nyumba, wote tunajua tunatafuta mawe na jiwe tunaliita mwamba. Lakini hata chini ya ardhi kule tunakokwenda chini ya mawe, kuna udongo mgumu ambao unataka ujenge nyumba juu ya mwamba uliosimama imara. Na kweli jiwe ni gumu, lina nguvu. Kule chini ule mwamba wa udongo, asema nimechimba lakini nikafika mahali nimekuta mwamba. Huo mwamba sio tunaozungumza. Huo ni mwamba wa udongo. Huo ni mwamba unaweza kupigwa hata bombu katikisika, unaweza ukaweka chochote, baruti inaubomoa, hata mawe yanabomolewa. Lakini ule mwamba Yesu Kristo, nani athubutuye kuubomoa? Hata mmoja. Kwa hiyo ulinzi wako, utetezi wako, salama yako ni katika mwamba ambaye ni Kristo Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 4. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 4. Wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Mwamba wetu ni Kristo. Paulo tulikuwa tunamzungumza hapa kwamba alikuwa na aina fulani ya juu, lakini wanajua kabisa wewe, maisha yako, uhai wako, ukisha kumnywa Kristo, damu yake ya thamani ikawa ndani yako, na yale maji ambayo yalitoka ubavuni mwake ni ulinzi tosha, ndiyo nguvu yako. Kwa hiyo kuanzia sasa ujue kwamba ukisha kunywa ule mwamba ambaye ni Kristo, uko salama. Amen. Amen. Umepona na utatembea kifua mbele ukijua kwamba kumbe aliye ndani yako, Kristo aliye hai, uliyemla na kumnywa, ndiye anayefanya wewe usimame katika nafasi yako. Usiyumbe, usiwaze vingine, usitafute theolojia ya mbali. Nyewe wana theolojia, mtusamehe. Usitafute aina fulani ya kisayansi.
Sisi wanasayansi mnajua. Usitafute walimu mnajijua. Mtajaribu ni sawa katika ulimwengu tuishio, semeni. Lakini tunapofika mahali tujue kwamba mwamba wetu, uhai wetu, maisha yetu na salama, nairudia tena, salama yetu, wewe mtumishi wa Mungu, ukiwa umefunikwa na Yesu, jua uko salama. Yatakuja visurisuri, vitakuja mawimbi, vitakuja majaribu, vitu vingine vitakulenga kabisa kuone, ili ujione kwamba una thamani. Tena wakati mwingine vinaweza kukuondoa kwenye mstari. Kaa, tulia, mwambie, hivi ni kweli? Nimesimama wapi? Mwite Mungu, mwite Bwana Yesu, mwambie Mungu, ninakuja, naomba unifunike, wewe ni mwamba wangu na wokovu wangu. Amen. Your salvation is from the rock of ages. Wokovu na ulinzi wako ni kwa mwamba yule Yesu wa kale. Amen. Amen. Endelee. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kusoma Isaya 44 mstari wa 8. Isaya 44 mstari wa 8. Tunaendelea kuona Mungu akijitambulisha kama mwamba katika maisha yetu. Nasema, msiogope wala msifanye hofu. Je, sikukuhubiri haya zamani na kuyaonyesha? Na ninyi ni mashahidi wangu. Je, yuko Mungu zaidi yangu mimi? Hakika hapana mwamba, mimi sijui mwingine. Oh, haleluya. Rudia huo mstari, yuko Mungu. Rudia ili watu wote wasikie. Maana hapa tunataka kusimama katika neno lake. Rudia tena. Kwa jina la Yesu nasoma tena. Msiogope wala msifanye hofu. Msiogope wala msifanye hofu. Je, sikukuhubiri haya zamani? Je, sikukuambia toka kale na kuyaonyesha? Na ninyi ni mashahidi wangu. Je, mmeyaona, mmeexperience nyie watu wa sasa mnaojua maana ya wokovu? Hata zamani wale waliokuwepo waliuona uwezo wa Mungu. Je, yuko Mungu zaidi yangu mimi? Yuko Mungu Baba, yuko Mungu zaidi ya Mungu tuliye naye sisi. Hebu semeni kwa sauti, hakuna. Hakuna. Na wala hatatokea. Hakuna. Hakuna Mungu kama tuliye naye yeye, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Jina lake lihimidiwe sana. Hakika hapana mwamba. Hakika, unajua maana ya hakika? Kwa ujasiri na ahadi ilivyo, tamka ukiwa umesimama, hakika hakuna mwamba. Labda sina tafsiri nyingine. Hakuna nguvu, hakuna uwezo mwingine kwa watu mliookoka au hata kwa wale ambao hawajamjua. Hakuna chochote ambacho kina nguvu, kina uwezo kasoro Mungu wetu, kasoro Baba yetu, kasoro Kristo Yesu, kasoro Roho Mtakatifu. Mwamba wetu ndiye huyo. Haleluya. Anamaliza kwa kusema hajui mwingine, manake hakuna mwamba mwingine. Mungu juu anaona, anawathibitishia. Yeye hajui, angejua angewaambia, lakini Mungu wetu amesimama ni yule yule. Haleluya. Ndiye mwamba na mtetezi wetu. Tunaweza kuendelea tena? Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kumwona Mungu kama mwamba. Kwenye kitabu cha Samueli wa pili 22 mstari wa 3 anasema, Mungu wa mwamba wangu, nitamwamini yeye, ngao yangu na pembe ya wokovu wangu, mnara wangu na makimbilio yangu, mwokozi wangu waniokoa na jeuri. Naomba usimame mtumishi,
uwageukie watu, uyasome haya maneno na kila mmoja ayatamke ukiwa na ujasiri, kwa sababu lazima na shetani ajue, lazima na maadui wengine wajue. Naomba usimame usome kwa pole pole, wayarudie haya maneno. Si mwalimu mimi, ila nasukumwa niwaambie haya maneno, ndio yanatusimamisha katika nguvu ya wokovu kwa msaada wa Mungu. Simama waambie. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Soma pole pole na wanarudia. Nasoma Samueli wa pili mlango wa 22 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, Mungu wa mwamba wangu nitamwamini yeye. Tufuate. Hamjasema vizuri, nasema kwa sauti. Ngao yangu na pembe ya wokovu wangu, mnara wangu na makimbilio yangu, mwokozi wangu, waniokoa na jeuri. Amen. Mungu awabariki kwa kutamka. Yawe ndio halisi katika maisha yetu. Na Mungu, ningekuwa ni mwalimu wa Sunday school wa primary school, ningesema anaposikia umesema hivyo kama alivyosema Samuel, anafurahi, anajua kumbe. Naomba niwape nafasi watu wa Mungu, anayeweza kuchangia achangie juu ya hii topic. Mwamba wangu, Mungu wangu ndiye aniwezeshaye kuyafanya hapo na kuishi. Karibuni, anaweza kuchangia. Baba Askofu, Mzee Biabato, Dr. Kimaro, au yeyote anayesukumwa na hii topic, anayesukumwa azungumze kitu, naomba useme kabla sijafungia. Mchungaji. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na tafakari ninakumbuka wakati ambao kama isingekuwa Mungu hakuna namna ambavyo ningepenya. Nikakumbuka nikiwa nafanya kazi General Tire, sikumbuki ilikuwa ni mwaka 99 au kati ya 99 hapo 2000, nilikuwa naishi kule juu kunaitwa Ulturoto, Agape anapakumbuka labda. Na nilikuwa nikiingia shift ya asubuhi naondoka nyumbani saa 12 kasoro, ile saa 12 kasorobo niwe Iliboro kwa ajili ya kupitiwa na basi la kazini. Siku moja nikiwa nateremka, sijui ilikuwa 11:30, nikafika katikati hapo nikakuta wamesimama vijana kama 4 au 3 4, sikumbuki vizuri idadi, lakini niliogopa maana nilihisi ni vibaka na wako katikati ya njia. Nikasema Bwana Yesu, nikisema narudi nyuma, yani nilipofika mimi niko hapa, wao kama hapo kwenye hiyo stand ya anayechukua video. Nikasema nikigeuka kama nimewaogopa wataweza kuniwahi kunidhibiti. Nikisema nipite katikati yao sijui watanidhuru au nitapita salama. Nikasema Bwana Yesu, naomba nisaidie. Nikaamua kuendelea mbele. Mwili nausikia kama umeloa, nimepigwa ganzi. Nikapita polepole, walikuwa wanaongea, wakanyamaza kimya. Nilipofika katikati yao wakawa wananiangalia tu, nikapita, nikawamaliza, nikafika mbali kidogo, nikageuka, nikaona wako pale pale. Yaani niliona kama nimetoka kwenye midomo ya simba. Lakini nikasema Mungu ni Mungu aokoaye. Na kwa muktadha wa neno la leo, mimi naona hapo ni Mungu alikuwa mwamba wangu. Ameweza kunitetea katikati ya wakati ambao sijui kama wangeamua kunidhuru ingekuwaje, lakini nilimwona Mungu kwa namna ya kipekee kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Kuna nafasi
Mwingine atoa ushuhuda. Unaweza kuendelea. Mstari mmoja umebaki. Mmoja umebaki, alafu mimi nitamalizia. Amen. Bwana asifiwe. Samueli wa pili 22:47 tutakwenda kumalizia nao. Samueli wa pili mlango wa 22 mstari wa 47. Neno la Mungu linaendelea kutufahamisha juu ya uwezo wa Mungu kama mwamba kwetu. Anasema, Bwana ndiye aliye hai, na ahimidiwe mwamba wangu, na atukuzwe Mungu wa mwamba wa wokovu wangu. Amen. Yeye Mungu aliye hai. Sisi watu wa Mungu hatuna Mungu mfu. Mungu wetu ana uwezo na ni hai, na ndiye anatupa nguvu ya kuwa hai pia. Kwa hiyo na sisi tumefunikwa na uhai wa Mungu. Yatupasa, Zaburi ya 4 baada ya kujua hii inasema, Zaburi ya 4, sasa tumejiachia kwake. E Mungu wa haki yangu, haki yako kwa Mungu, uniitikie niitapo. Umwite Bwana ambaye ni haki yako, umwite mwamba wako, mwite. Usiogope, yeye atasimama. Umenifanyizia nafasi unapopata matatizo, unapokwenda katika kuoga maji ambayo sio wako, unapita katika giza nene, Mungu atatafuta mlango. Ile nafasi yake kwako ipo, mradi umwite mwamba wako. Unifadhili na kuisikia sala yangu. Hojiana naye, we ni mwana wa Mungu. Straight, so utafute watu hapo ulipo, ujue kwamba Mungu anakuona. Umuombe katika sala yako, yeye atasikia. Anasema mwenye Mungu, usiwe na hofu, maana yeye atakuonyesha mema, atakuvusha katika shida, atakuweka katika mema yake. Mungu akusaidie, Mungu akufundishe, Mungu akubebe. Jilaze, zama, jifiche ndani ya mwamba wako. Mwamba wako ni Yesu. Amen. Amen. Utusaidie Bwana, utusikie mwamba, kwa sababu ndani yako tunajua ni salama. Katika mapito ya dunia hii, tukiwa na wewe tutashinda, tutakuwa na amani. Katika majaribu na kazi ulizotupa, ukionekana ndani yetu au juu yetu, ni nani awezaye kutushinda? Si movu, si dunia, si vitu vingine. Tunaomba uwe pamoja nasi, ukae nasi, kila mmoja kwa nafasi yake, katika wito uliomwitia, ili Bwana watu wakuone wanaposema au wanapotuona waseme, hakika huyu ni mtu wa Mungu, amefunikwa na uwepo wake Bwana. Uwezo wake Mungu uwe nami, uwezo wake
uwezo wako Bwana uwe na